Shalom mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika madarasa yetu ya kujifunza neno la Mungu. Na katika darasa hili tupo katika mwendelezo wa fundisho maalum linalohusiana na wokovu. Fundisho maalum linalohusiana na wokovu, na katika fundisho hili tunajifunza wokovu wa kweli ni upi. Wokovu wa kweli ni upi kulingana na maandiko. Na ni vizuri kufahamu jambo hili kwa sababu watu wengi leo hii wametokea ambao wanakiri kuwa wameokoka, na ukiwaangalia katika jicho la kiroho unagundua kabisa kwamba wokovu waliopokea si wokovu ule ambao unazungumzwa katika maandiko. Utakuta mtu hata si Mkristo lakini atakwambia nimeokoka. Ukiuliza kwa namna gani, basi kila mmoja atakupa sababu zake ambazo nyingine ziko katika Biblia na nyingine hazipo, lakini katika jicho la kiroho unagundua kuwa aidha kuna udanganyifu mahali fulani. Kwa hiyo yamkini na wewe ni mmoja wapo walioathirika na jambo hili. Hivyo ni vizuri kuwa na uhakika wa wokovu uliopokea, kwa sababu si wote ambao wanasema nimeokoka wameokoka kweli. Kwa hiyo ni vizuri sana kufahamu misingi ya wokovu. Na darasa hili ni mwendelezo. Tulishakwisha kuona katika sehemu za nyuma katika kile kitabu cha Warumi sura ile ya 10 kuanzia ule mstari wa 8 na ule wa 9, unatufundisha wokovu na kujaja. Anasema ukimkiri Yesu kwa kinywa ya kuwa ni Bwana na ukaamini moyoni mwako utaokoka. Tumeshakwisha kuona ukiri wa kweli au ukiri unaozungumziwa pale ni ukiri gani, na kuamini kunakuzungumziwa pale ni kuamini kope. Kwa hiyo tulishakwisha kuona kwenye madarasa nyuma. Ikiwa ukupata darasa hilo au fundisho hilo, basi nakushauri ukatembelee maktaba yetu ya mafundisho haya, basi utakutana na sehemu hizo za nyuma. Na siku ya leo tunasonga mbele kuangalia jambo lingine ambalo ni msingi wa wokovu, niseme uti wa mgongo wa wokovu, ambapo pasipo jambo hili kulifahamu wewe au kulijua, basi hujapokea wokovu kabisa. Achana na kukiri, achana na kuamini, lakini hili ndilo la msingi na la kwanza. Na jambo lenyewe linahusu neema. Neema ya Mungu. Neema ndio wokovu wetu sisi. Pasipo neema haiwezekani kupokea wokovu. Na turudi kwenye kile kitabu cha Efeso sura ile ya 2 na ule mstari wa 8. Kitabu cha Efeso sura ya 2 na ule mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Umeona, anasema tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa neema. Umeona, wala si kwa matendo yetu, ni kipawa cha Mungu ambacho sisi tumepewa bure. Sasa ni vizuri kufahamu neema ni nini. Lazima wewe kama mtu uliokoka lazima ujue nini maana ya neema. Kwa ufupi, neema ni kukubaliwa kusiko stahili. Kukubaliwa kusiko stahili. Yaani mtu anakukubali tu sio kwa sababu ya vigezo fulani, lakini ameamua kukukubali tu na kukupa upendeleo fulani. Nikupe tu mfano labda wa maisha ya kawaida. Ni sawa sawa na mwanafunzi au kijana ambaye yuko shuleni, amesoma kuanzia darasa la kwanza ameenda mpaka darasa la 7, lakini katika siku zake za usomaji au za masomo alikuwa zingatii elimu, alikuwa zingatii masomo mpaka amefika darasa la 7, hawezi hata kusoma na kuandika. Alafu akaingia katika chumba cha mtihani wa mwisho, ambacho katika hicho atajaribiwa kama amestahili kuendelea na kidato cha kwanza. Na alipoingia, kwa sababu hajui hata kusoma na kuandika, akaanza kuandika madudo kwenye ile daftari, akakusanya. Na alipotoka akajua kabisa mimi nimefeli. Lakini baadaye majibu alipotoka mwisho, akakuta kwamba amefaulu na amechaguliwa kwenda sekondari, tena katika shule nzuri kabisa ya vipaji. Anajiuliza ili jambo limetokeaje? Anaenda kuchunguza au anaenda kufuatilia, anagundua kwamba mseshaji aligundua au aliona madudu aliyoandika, lakini kwa sababu alimhurumia na kutaka mtoto huyu au mwanafunzi huyu arudi mtaani au aendelee kuwa mtu wa mtaani, akaamua tu kumfaulisha na kumpeleka sekondari, japokuwa hajajibu chochote katika ule mtihani. Sasa hicho kitendo ambacho amekifanya huyo mseshaji, hicho kitendo tunakiita ni neema, kwa sababu amempa tu kustahili. Amempa kitu ambacho hastahili, amemkubali kwa kitu ambacho hajastahili. Sasa tukirudi katika swala la wokovu, na wokovu wetu sisi pia tunapokea kwa namna hiyo hiyo. Hakuna mtu hata mmoja ambaye kwa matendo yake
anaweza kusimama na kusema kwamba mimi nimeupokea wokovu. Matendo yetu alishashindwa kutugea sisi wokovu. Tangu zamani na enzi. Hakuna mwanadamu ambaye alishawahi kuokoka au kuokolewa kwa kutegemea matendo yake tu peke yake, kwa kutegemea mambo yake au kufikiri kwake au kutenda kwake. Hajawahi kutokea hata ule unamuona Musa au Elia au Elisha au Ayubu au Danieli. Wote hawa katika matendo yao hawakuwa na uwezo wa kukombolewa au kujiokoa kwa namna yote. Aliyeweza kuwa na matendo mema ambao ni makamilifu ni Yesu Kristo. Kama tungesema kujikomboa, basi angeweza kujikomboa mwenyewe, lakini yeye ndo alikuwa mkombozi. Kwa hiyo maana yake ni nini? Unaweza kusema mimi siibi, lakini unawaza mawazo mabaya, na kosa moja tu linakufanya ustahili kuhukumiwa, na lazima tu ukamilifu 100%. Sasa ukamilifu tungepata wapi? Tusingeweza kupata. Kwa hiyo Mungu alivyoona hivyo akasema atatuhesabia tu haki kwa njia ya neema yake. Sasa turudi kwenye kile kitabu cha Warumi ili tuweze kulithibitisha hilo. Warumi sura ile ya 3 na ule mstari wa 10. Haya ni mambo ambayo ni lazima uyafahamu wewe ambao unasema umeokoka. Bila kujua msingi wa neema, basi shetani atakutesa, lakini pia utakuja wokovu unazunguka kwenye maandiko. Warumi sura ya 3 mstari wa 10. Hapa neno la Mungu nasema kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. Hakuna hafahamuye, hakuna amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pia. Hakuna mtenda mema, la hata mmoja. Umeona, hakuna hata mmoja ambaye anatenda mema. Hata mmoja hajawahi kutokea katika historia, katika vizazi. Sio Suleiman, sio Daudi, sio Ayubu, sio yote yule. Anasema kolao ni kaburi wazi, na ndimi zao wametumia hila. Sumu ya fira chini ya midomo yao. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Miguu yao ina mbio kumwaga damu. Uharibifu na mashaka yamo njiani mwao, wala njia ya amani hawakujua. Kumcha Mungu hakupo machoni pao. Hakuna mwanadamu ambaye alifikia kiwango cha kuweza kumcha Mungu, kuweza kujikomboa yeye na kuhesabiwa haki kwa matendo yake. Hajawahi kutokea. Ndio maana sasa tukiendelea mstari wa 23 anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote. Anasema wanahesabiwa haki bure kwa neema. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Full stop. Kwa sisi tunahesabiwa haki bure kwa njia ya neema iliyo katika Yesu Kristo. Kwa hiyo fahamu kabisa kwamba msingi wa wokovu wako ni neema. Unaanza na neema, unamaliza na neema. Kuokoka ni kupokea neema ya Mungu, kuikubali neema ya Mungu, kukubali kwamba mimi siwezi kujikomboa, anaweza kunikomboa ni Mungu tu peke yake, na kwa haki yake ndio anaweza kunikomboa mimi, sio kwa matendo yangu mimi, kwa sababu mimi sina matendo ya kunifanya niweze kuokolewa. Sasa huo ndio msingi wetu. Lakini sasa tunarudi sasa katika fundisho hili ambalo tunajifunza wokovu wa kweli ni upi. Kumbuka tunasema tunajifunza hii neema ikoje, na tunaenda kuangalia sifa za hii neema. Na hapa ndipo watu wengi wamekosa shabaha, kwa sababu wengine wanasema okay, ikiwa tunahesabiwa haki basi kwa neema tu bila kutegemea kingine chochote, Mungu angali matendo yetu kuokolewa, basi hata tukiendelea kuishi maisha yetu kawaida, basi wokovu tayari tunao ndani yetu, kwa sababu tumeshakwisha kufaulishwa na Mungu, tumeshakwisha kukubaliwa na Mungu bila matendo yetu. Ukweli upo hapo, lakini pia uongo upo katika kauli hiyo. Kwa ni vizuri ili jambo kuweza kuligawanya. Lazima ujue neema ya kweli na neema bandia ni ipi. Leo ukipoa vitu viwili vinafanana, fake na original. Mwanzoni unaweza kuviona vote viko sawa, lakini ukiona kaa katika matumizi ya kile kitu ndio utagundua kwamba kile original ni kipi na fake ni kipi. Mara nyingi kile original kinadumu, kile fake kinaanza kuonekana, kinaanza kubadilika mapema. Sasa tuangalie sifa za neema. Ukisema umepokea neema, ipime neema uliyopokea ni ipi? Je, ni ile ya shetani au ya Mungu? Kwa sababu kuna neema ambayo shetani ametengeneza katika mioyo ya watu. Watu wadhani kwamba amepokea neema, kumbe amepokea uongo na udanganyifu. Na ndio maana leo kuna makundi mengi ya watu ambao wanaweza kaishi tu maisha wanayojitakia, au wanaweza kuendelea wanavyotaka kwa kisingizio kuwa tumeokolewa kwa neema, wala sio kwa kitu kinachoitwa matendo yetu. Ni kweli hatuna matendo yote ambayo tunaweza tukaokolewa katika hayo, lakini neema inazao. Sasa neema sifa zake ni zipi? Lazima ujue neema kweli na sifa zipi. Sifa ya kwanza neema ni kwamba inatufundisha. Neema hiyo inayokuja ambayo original inakuwa na fundisho. Fundisho lake tunalisoma kwenye kitabu cha Tito sura ya 2 na ule mstari wa 12. Tito sura ya 2 na ule mstari
wa 12. Yaani mambo ambayo ndugu yangu ni lazima uyafahamu, kwa sababu usipowafahamu adui anaweza kukuchukua katika ulimwengu wa uongo ambao shetani anawadanganya watu wengi. Wanadhani kwamba wana wokovu, kumbe sio wokovu. Tito sura ya 2 mstari wa 12. Angalia hapa neno la Mungu linavyosema. Linasema hivi, kuanzia mstari wa 11 anasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Muone hilo neno, neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya. Je, neema unayopokea na kufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, na kufundisha kukataa tamaa za kidunia. Anasema tupate kuishi kwa kiasi, na kufundisha kuishi kwa kiasi na haki na utauwa. Utauwa ni utakatifu. Anasema katika ulimwengu huu wa sasa, anasema tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu tuishie hapo. Kwa hiyo neema lazima ikufundishe. Lazima ikufundishe kukataa mabaya na kuchagua mema na kuishi maisha utauwa na kiasi katika ulimwengu ambao tunaishi leo hii. Je, hili jambo lipo ndani yako? Ukiona mtu anasema ameokoka alafu ndani hana msukumo wa kumgeukia Mungu na kuishi katika maisha ya utauwa na kiasi na dunia hii mbovu na kujepusha na ulimwengu na mambo ya kidunia, ujue huyo mtu bado hajapokea neema ya Mungu. Sasa imekuwa vice versa. Sasa hivi mtu akionekana kwamba anaenda kinyume na ulimwengu, anajibidisha katika kufanya maisha yake kuwa masafi na matakatifu na makamilifu, anaonekana kwamba anaishi kwa matendo, aishi tena kwa neema. Lakini ukweli ni kwamba neema ya kweli ya Mungu lazima ikubidishe kufanya kitu fulani, lazima ikufundishe, lazima ikupeleke huko. Ni sasa na yule kijana amefaulishwa kwenda sekondari. Lengo la yule mtu kumfaulisha kwenda sekondari sio endelee kuwa mbumbumbu anapofika sekondari kama alivyokuwa shule msingi, lakini anavukishwa lile daraja, anaenda katika daraja lingine ambalo sasa katika hilo sasa anaanza kufundishwa kuwa na akili asirudie uovu alikuwa anaufanya. Kuna sisi tumevushwa kutoka katika dhambi, tumeitwa katika uzima. Tunaitwa watakatifu kwa matendo ya Mungu, sio matendo yetu sisi. Na umehesabiwa haki bure, hivyo utaanza kufundishwa kuishi sawa sawa na maisha ya watakatifu. Napenda kutumia mfano huu ambao nimekusha kusemaga mara nyingi sana. Mfano halisi kabisa. Hapa Tanzania miaka fulani nyuma kuna askari mmoja katika jeshi la polisi alifanya kitendo cha kishujaa. Mtu mmoja alitaka kumpa rushwa, na alipotaka kumpa rushwa alikataa ile rushwa. Baadaye mkuu wake akaja kupata taarifa kwamba yule askari wako amekuwa mwaminifu mahali fulani, alipewa rushwa milioni 10 akaikataa. Yule mkuu alipoona vile alipendezwa naye, akaamua kumpandisha cheo, akampa cheo cha juu sana. Sasa kilichotokea baada ya kupelekwa katika kile cheo, kwa sababu yule mtu alikuwa bado hana elimu ya kutosha sasa na kile cheo, mkuu wake akamwambia, kaa hapa, utakula mshahara, utaendelea kutunzwa, utaendelea kupewa haki yako kama mkuu au kiongozi hapa. Lakini sasa ni lazima uende katika mafunzo ili nafasi ulio kuweze kuisimamia ipasavyo. Kwa sababu umepelekwa katika daraja ambalo lazima uwe na usimamizi. So umewekwa pale kama pambo ili upewe mshahara. Basi akakabidhiwa chini ya viongozi ambao atamsimamia katika mafunzo. Lakini baadaye tukaja tukasikia taarifa kwamba yule askari amekuja kushushwa tena cheo. Tukajiuliza kwa nini? Wakatangaza wakasema kwamba aliambiwa aende kwenye mafunzo lakini akakataa ile mafunzo. Yeye alikuwa anataka tu kile cheo, hataki yale mafunzo. Na mkuu wake alipokuja kupata taarifa akamshusha cheo kwa sababu ameonyesha utovu wa nidhamu. Sasa hivyo ndivyo ilivyo na sisi ambao tunasema tumeokolewa kwa neema. Neema inatufanya sisi tuitwe watakatifu kabla hata ya kuwa watakatifu kabisa. Yaani wewe ukishamwamini Yesu Kristo, Mungu anakuona ni mtakatifu kama malaika. Na japokuwa utakuwa labda na asili mbovu, atakuona hivyo. Lakini sasa baada hapo sasa anaanza kukufundisha sasa kuishi ule utakatifu ambao amekupa. Anaanza kufundisha kuishi ule utakatifu ambao amekupa na kuwa na matunda ya ule utakatifu na kuishi kama mtu anavyopaswa awe mtakatifu. Hiyo ndo maana ya neema, ni lazima ikufundishe. Lakini sio kukufundisha tu. Sifa ya pili ya neema ina muendelezo. Neema sio tukio fulani ambalo mtu unapokea tu papo imeisha. Lakini neema ni maisha ya mtu tangu anaokoka mpaka anaondoka duniani. Ndio maana Petro wa pili sura 3 mstari 18 Petro anasema basi mkue katika neema ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapaswa tukue na kuendelea katika neema. Neema tunaendelea kukua katika hiyo. Kwa hiyo mtu mwenye neema anaendelea kukua kila siku katika hiyo neema. Abaki pale pale bali anakuwa kila siku, maana kwamba anaendelea kubadilika
kila siku, anaendelea kuitendea kazi, anaendelea kuzalia matunda neema ya Mungu. Sio tukio la papo kwa papo. Leo watu wengi wanasema nimepokea neema, maisha yao yale yale tu. Hiyo sio neema ya Mungu. Lazima ujifunze kukua katika neema ya Mungu. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo nataka ulifahamu, kwa sababu siku hizi za mwisho wimbi kubwa la watu wanasema wameipokea neema lakini sio neema ya Mungu. Na nataka tuangalie mambo ambayo au makosa ambayo lazima uyafahamu ambayo watu waliyafanya. Yako makuu mawili na hapo mengine, lakini nataka kuonyesha katika maandiko ambayo watu waliyafanya katika eneo hili la neema, na wewe usije ukajikuta unarudia makosa hayo. Kosa la kwanza ni kuigeuza au kuibatilisha neema ya Mungu. Ukisoma kile kitabu cha Yuda sura ya kwanza mstari wa 4, Yuda sura ya kwanza mstari wa 4, turudi kwenye Biblia pale. Waraka ule wa Yuda sura ya kwanza, Yuda ni sura moja tu, mstari wa 4. Angalia hapa nasema, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Umeona, waibadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Anasema nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo hawa wanaibatilisha neema ya Mungu kuwa ufisadi. Yaani ufisadi ni matendo yote maovu, uzinzi, uasherati na mambo kama hayo. Umeona, wanadhani kwamba neema ya Mungu inashikilia uovu na dhambi. Ukiendelea kusoma waraka Yuda utaona anaendelea kutajwa hapo. Wako wengi watu ambao wamezoea mambo ya ulimwengu. Leo hii kuna kikundi au kuna vikundi ambavyo vinasema vimeokoka. Ukienda huko Marekani, huko Ulaya, kuna vikundi vya mashoga. Na wenyewe wanaamini kwamba sisi tunahesabiwa haki sio kwa matendo yetu. Kwa hiyo tumemwamini Yesu. Kwa hiyo sasa tukiendelea katika mambo yetu tutaenda tu mbinguni. Hata leo kuna injili za namna hiyo kwamba wewe ukishapokea neema basi haijalishi utatenda dhambi kiasi gani, utaenda mbinguni. Hata kama ukiwa mchawi utaenda mbinguni, kwa sababu hatuokolewi kwa matendo bali kwa neema. Ni kweli hatuokolewi kwa matendo, lakini neema imekufundisha. Umebatilisha neema ya Mungu, umebadilisha neema ya Mungu. Kuna watu wanaibadilisha leo hii neema ya Mungu, sio mmoja wapo. Hiyo sio neema. Huo ni uongo. Lakini neema ya Mungu kuna wengine wanaipungukia. Ukisoma kitabu cha Ibrania sura ya 12 mstari wa 15, lakini tukianzia ule mstari wa 14 anazungumzia kuhusiana na utakatifu. Anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu. Umeona huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Anaendelea kusema mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakati unajisi kwa hilo. Mtu asipungukie neema ya Mungu kwa sababu ana bidii ya kutafuta utakatifu. Neema ya Mungu kuna watu wanaipungukia. Yaani ipo kiwango chake ni hiki. Yaani kiwango chake ni 50. Wewe unataka kuifanya neema ya Mungu iwe katika kiwango cha 30 au 40. Wakati kiwango chake ni 50. Ndio maana tulijifunza huko juu kwamba tunakuwa katika neema. Maandiko yanasema tukue katika neema. Kuwa endelea kuongezeka 60, 70, 80, lakini usipungukie ile neema. Ukipungukia ni neema feki. Umeona? Mtu ambaye ahubiri utakatifu, mtu ambaye maisha yake hayana misingi ya utakatifu, huyo mtu anaipungukia neema na hatimaye amekosa neema ambayo inazungumzwa kwenye maandiko, amepokea neema ya shetani. Ndugu yangu, kuwa makini sana. Hizi injili sasa hivi zinaendelea sana. Injili za cheap grace gospel. Neema rahisi, neema bure. Hizi neema za bure sio neema inayozungumzwa kwenye maandiko. Hii neema lazima itusukume sisi kuwa na bidii katika kutafuta utakatifu au utaua. Usipotafuta basi umeipungukia hii neema. Hilo ni jambo ambalo nataka ulifahamu. Sasa pengine unaweza kujiuliza, sasa hapa inakuaje? Utakatifu tunaambiwa pasipo utakatifu hatuwezi kumwona Mungu, afu tunaambiwa tena atuhesabiwa kwa matendo. Sasa inakuaje hili jambo? Kuna vitu viwili lazima uvifahamu, mtu wa Mungu. Kuna matendo ya sheria, lakini pia kuna utakatifu. Matendo ya sheria ni matunda ya matendo yetu sisi ambayo hayana imani. Kwa mfano, leo ukienda kwa mtu ambaye ni wa dini nyingine, utamkuta ni mtu mwema, aibi, pengine anajitahidi kufanya vitu fulani, anatafuta kwa bidii zake kufanya au kwa juhudi zake. Kwa sababu sheria au Biblia inasema au jamii inasema au sheria inasema. Hayo yanaitwa matendo ya sheria. Hayo hamuokoi mtu. Ndio maandiko yanazungumza tuokolewe kwa matendo ya sheria. Lakini utakatifu ni zao la imani. Utakatifu ni zao la neema. Maana yake kwamba utakatifu unaweza kufanana na matendo ya sheria, lakini utakatifu unakuja katika uhuru wake. Kwa mfano, nikupe tena mfano mwingine halisi. Leo hii katika nchi yetu kama Tanzania kuna sheria. Sheria inasema
usibaki. Ukibaka ni miaka 30 jela. Si ndio? Miaka 30 jela ukibaka. Sheria inasema hivyo. Sasa kuna watu wawili hapa. Kuna mtu kama mimi ambaye labda nimeshampokea Kristo, sawa? Au mtu kama mimi ambaye hilo wazo la kubaka lipo ndani yangu. Mtu kama mimi nitajikuta ninatimiza hii sheria, sibaki watu. Kwa sababu gani? Hilo wazo alipo, wale tamaa kwenda kubaka watu haipo ndani yangu. Kwa hiyo hata nisipojua sheria, lakini bado ninaitimiza hii sheria. Kwa hiyo mimi ukiniangalia inaishika sheria, lakini sheria niongozi. Kwa sababu hata hilo wazo la kubaka alipo ndani yangu, hata kama sheria singesema nisingebaka. Lakini kuna mwingine habaki kwa sababu gani? Kwa sababu anaogopa kwenda jela, lakini tamaa kubaka iko ndani yake. Ukimwangalia huyu naye pia anaishika sheria. Lakini tofauti yangu mimi na yeye, wote tunashika sheria, isipokuwa mimi sheria yangu ni sheria ya uhuru. Sheria yake ni sheria ya utumwa, kwamba kwa sababu tu imesema sheria, lakini mimi bado natamani kubaka. Sasa hivyo ndivyo ilivyo matendo ya sheria na utakatifu. Utakatifu ni zao la Kristo, la imani, la neema. Maana yake ni kwamba Mungu anakubadilisha moyo wako, unakuwa ufanye mambo ya maovu, sio kwa sababu umeambiwa kwenye maandiko, lakini kwa sababu hiyo hali imeondoka ndani yako, wala haipo. Imeondolewa na Mungu. Umeona? Na Mungu anakusukuma usifanye. Na sio kwa sababu unatamani kuifanya, lakini kwa sababu Mungu ameweka ndani yako kwamba kuichukia ile hali. Sasa hicho ndio kitu ambacho lazima na wewe ufahamu, kwamba hatuokolewi kwa hao matendo, kwamba kwa sababu Biblia imesema, lakini kwa sababu ndani yetu hiyo hali imeondolewa na Roho Mtakatifu. Sasa ni lazima uwe na ufahamu kwamba hii itakujaje, ni ujazwe Roho. Wagalatia 5:16 nasema mkienenda kwa Roho wala mtazitimiza kama tamaa za mwili. Ujazwe Roho, kuwa mtu wa rohoni. Kuwa mtu wa rohoni maana yake kuwa muombaji, msomaji neno, ibada na kukaa karibu na Mungu na uwepo wa Mungu. Kwa hiyo ukiwa mtu wa rohoni, haya mambo utaweza kuyashinda na utakuwa mtakatifu. Sio kwa sababu unasukumwa, lakini kwa sababu, sio kwa sababu tu Biblia inasema, lakini kwa sababu ndani ya moyo wako hauna shauku na dhambi. Kwa hiyo hili jambo lazima wewe ulifikie, ndio utaitwa mtakatifu. Ndio maana nasema pasipo utakatifu huwezi kumuona Mungu. Pasipo neema inoleta matokeo huwezi kumuona Mungu. Lakini sio kwa matendo yako tu kama mtu wa dini. Unaweza kwenda kuwa mtu wa dini fulani huko. Watu wa dini wanatenda matendo mazuri, lakini hao hawana imani. Wanasema kwa sababu tu Biblia na dini zao zinasema. Hiyo haina matokeo. Hata kina Musa ndio walikuwa hivyo. Hata kina Elia walikuwa hivyo. Lakini zao la imani linaleta utakatifu. Imani katika neema ya Yesu Kristo. Sasa haya ni mambo ambayo lazima ndugu yangu uyafahamu. Mafarisayo wenyewe walikuwa ni watu wa dini. Wenyewe walikuwa wanasema kwa sababu sheria inasema, lakini walikuwa hawana zao la imani. Ndio maana tamaa zilikuwa ndani yao, maisha maovu, maisha mengine, kwa sababu walikuwa wanaangalia kitabu au angalia kile ambacho kimefanyika ndani ya maisha yao. Hawatoi utakatifu, wanatoa matendo ya sheria. Sisi tunapaswa tutoe utakatifu ambao unakuja katika uhuru ambao tumepokea ndani ya Yesu. Kwa ndugu yangu, hili ni somo ambalo ni pana sana. Nataka hili jambo likae ndani ya moyo wako na ulizingatie sana. Na hizi ni siku za mwisho, lazima ujue neema kweli ya Mungu ni ipi kulingana na maandiko yale matakatifu. Sasa wengine wanaweza wakauliza swali wakasema, okay, maana yake ni kwamba tukija sasa ni lazima tubadilike kila kitu. Yaani ili tuokoke ni lazima sasa tuwe watakatifu kabisa kikamilifu. Hapana. Kuna kitu kinachoitwa ukuaji wa kiroho, sawa, na wokovu. Wokovu sio ukuaji wa kiroho. Wokovu tunaupata kwa kumwamini Yesu Kristo na kwa kuipokea neema. Tumepokea wokovu, lakini sasa huyu mtu anaweza siwe mkamilifu kwa namna yote. Anaendelea kukua katika neema. Ndio neema inamfundisha, anaanza kupiga hatua moja kwenda nyingine. Mungu anachokiangalia ni ukuaji wetu wa kiroho. Kwa hiyo ni lazima ujifunze kukua. Mtu anayekua anaonyesha uhai. Kitu ambacho hakikui, hakina uhai, haiwezekani ukasema umeokoka alafu huna progress, hauna maendeleo ya wokovu wako. Wewe ni yule yule tu, maisha yale tu tangu umeokoka miaka 10 imepita. Hapo umekufa, hapo una neema ya Mungu. Lakini neema ya Mungu itakufanya ukue. Mtu anayekuwa huyu ndo kaokoka sasa. Kwa hiyo leo utatoka hatua hii, kesho hatua hii, kesho kutwa hatua hii. Ukuaji wako ndio wokovu. Haimaanishi kwamba umeokoka sasa hivi mkamilifu. Hakuna mtu namna hiyo. Tunakuwa, tunatoka hatua moja kwenda nyingine. Hicho ndio kitu ambacho neema inatufundisha na kitu ambacho neema inataka kwetu sisi tukue katika haya. Wewe ndugu, kumbuka hilo. Neema ya kweli ya Mungu ni lazima itakuleta katika kuendelea katika utakatifu na ukamilifu. Andiko la mwisho ambalo nataka tulisome ni kutoka katika kile kitabu
cha waraka wa kwanza wa Petro sura 5 mstari wa 12. Ili ni andiko ambalo Petro alilimalizia kuhusiana na neema ya Mungu. Unajua Petro ni mtume ambaye alipewa funguo. Yeye ndo alikuwa mwanzilishi kama kanisa la Roho Mtakatifu. Alipewa neema ya kuwa kama mfunguaji wa neema. Sasa amefundishwa kuhusiana na neema ya kweli ya Mungu. Je, ni neema ile tu ya rahisi au ni neema ipi? Soma kitabu vizuri. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro chote. Ni kitabu kifupi chenye sura 5. Lakini Petro alimalizia kwa kusema maneno haya. Sura ile ya 5 mstari wa 12. Anasema, kwa mkono wa Silwano, ndugu mwaminifu kama nionavyo, nimewaandikia kwa maneno machache, kuonya na kushuhudia ya kuwa hii ndiyo neema ya kweli ya Mungu. Ametumia hilo neno, hii ndiyo neema ya kweli ya Mungu. Simameni imara katika hiyo. Kuna watu ambao hawajui neema ya kweli ya Mungu wala hawawezi kusimama imara katika hiyo. Ukitaka kujua neema ya kweli ya Mungu ni ipi anayozungumzia, ni haya maneno yake yote katika waraka. Somo waraka utaona Petro anaonya watakatifu kwamba wawe watakatifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyokuwa mtakatifu. Wawe kamilifu kama Mungu. Anaonya, ukiangalia kutona ni maonyo tu. Anataka sisi, maudhui yake ni kwamba tuishi maisha yanayoendana na imani tuliyopokea, tukimtazama Yesu Kristo ambaye anakaribia kurudi katika siku za mwisho. Je, na wewe unaishi kama mtu ambaye anamsubiria Bwana? Unaishi kama mtakatifu duniani? Unaishi kama mtu ambaye anajitenga na dhambi? Unaishi kama mtu ambaye anakaa mbali na dunia? Ikiwa unafanya hivyo, umeipokea neema. Jipigie makofi, mwambie Bwana asante kwa kuwa kila siku unavyozidi kunifanya niishi maisha matakatifu, ndivyo ambavyo Mungu ninakuwa katika hii neema ambayo itaniokoa mimi. Na ukiwa unaishi hivyo, fahamu kabisa, haimaanishi kwamba unaishi kwa matendo. Haimaanishi kwamba unaishi kwa sheria. Ukiwa unafanya hivyo, amini kabisa kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Haitakuwa kwamba utakuwa mkamilifu kwa 100%. Hapana. Neema ya Mungu inafanya kazi katika ukuaji wako wa kiroho. Kwa hiyo endelea kukua kiroho hivyo, kila siku ukiacha jambo moja kwenda hatua nyingine. Jinsi unavyoendelea kukua, hata Yesu akikija katika njia hiyo ambayo unaendea, ujue kabisa mbinguni unakwenda 100%. Lakini ukiwa ni mtu wa kuipungukia neema, ukiwa ni mtu wa kuibadilisha neema ya Mungu kwa ufisadi, usijidanganye na kusema kwamba nimeokoka. Hapo hujaokoka ndugu, umeingia katika upotevu ambao uko katika siku hizi za mwisho. Ndugu yangu, nimekutana na watu wengi ambao wengine ni wahubiri, wengine wanatangaza kwenye redio, wengine kwenye TV, wengine kila mahali wanafundisha kuhusiana na hili jambo linaloitwa neema. Kwa makini kusikia. Neema ya kweli haipo kama watu wanavyodhani kwamba ni kupokea tu na kubaki. Hiyo ni neema feki. Neema ya kweli itakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hivyo basi naomba ulizingatie hili sana ndugu yangu. Ikija injili nyingine tofauti na neema ya kweli ya Mungu, ikatae kabisa. Amini neema ya kweli inakufundisha na utakatifu. Kaa katika kanisa ambalo linakemea dhambi. Kaa katika kanisa ambalo linakufanya uangalie juu mbinguni. Usikae katika kanisa ambalo linakwambia ukishamwamini Yesu umemwamini, ukishaokolewa umeokolewa milele. Hata ukiendelea katika mambo yako haijalishi unaenda mbinguni. Epuka hilo kanisa, epuka watu kanao mbali kabisa. Watakuangamiza na kukupoteza na kufanya ukae katika hali ya maangamizi na uovu katika ulimwengu ambao tuko sasa hivi, ambao upo katika vuguvugu, ambao upo katika mambo ya kidunia, ambao upo katika mambo ya ulimwengu huu. Kaa mbali nao watu. Ukilizingatia hilo, basi Mungu atakusaidia. Naomba tuombe pamoja ili Mungu awe na pamoja nawe katika safari yako ya imani. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru Mungu kwa ajili ya darasa hili fupi ambalo tumeangalia katika maeneo kadha kadha kuhusiana na neema yako, ambayo hiyo ndio msingi wa wokovu wetu sisi. Pasipo hiyo hatuwezi kwenda mbinguni. Asante Bwana Yesu kwa kutupenda na kutupa neema hii. Baba, ninaomba hili tulilosikia likakae katika mioyo yetu. Naomba Baba katulinde ili Mungu tushukuliwe na neema bandia ambayo ipo sasa hivi ulimwenguni, inawafanya watu wa relax na jitumainishe katika dhambi, inawafanya watu wasizingatie kukua katika hiyo neema, wabaki katika eneo lile lile. Baba, tunaomba tuepushe na watu hawa, tunaomba tuepushe na injili hizi, tunaomba tuepushe na mafundisho haya. Tuendelee kudumu katika utakatifu, tuendelee kudumu katika usafi, tuendelee kutazama mambo ya mbinguni, tuendelee kujibidisha katika mambo ya ufalme. Tunajua katika njia hii ndivyo ambavyo Mungu atakwenda kutuokoa. Mungu, asante kwa kuwa umetufundisha neema yako. Tunaomba Baba tusaidie tudumu katika neema yako na tuitegemee hiyo tu, kwa sababu Yesu ndiye aliyetukomboa, wala sio matendo yetu, wala sio sheria zetu, wala sio mambo yetu, bali ni wewe peke yako ndiye ulikufa msalabani kwa ajili yetu na kutoa uhai wako, na sisi tumekutumainia wewe na tumekutegemea wewe kwa kila jambo na kwa kila neno ambalo wewe umetufundisha
Asante Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuwa umetusikia na umetuponya. Utukufu na heshima na shukrani tunakurudishia milele na milele katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Basi ndugu yangu, hili ni darasa ambalo tunasema tunajifunza wokovu wa kweli ni upi. Tutaendelea pia katika darasa lingine. Hivyo basi hakikisha vipindi hivi unavifuatilia na Mungu akusaidie na Mungu akutie nguvu. Huduma ya Nuru ya Upendo, kanisa la Nuru ya Upendo ndio tunaratibu vipindi hivi. Tunakukaribisha sana. Ukiwa hujaokoka na unatamani kuokoka, basi utawasiliana nasi kwa namba zetu hizi 0693 036618. Ikiwa uko nje ya nchi ya Tanzania, utaanza na plus au alama kujumlisha 255 alafu 693 036618, au tembelea tovuti yetu ya nuruyaupendo.com. Ukitembelea hiyo tovuti utaifikia, au www.wingulamashahidi.org. Ukitembelea tovuti hizi, basi utakutana na mafundisho yetu moja kwa moja. Ikiwa na maswali, basi utatafuta pia kwa namba hizo, au utatutumia ujumbe katika tovuti zetu hizo, au email yetu info@wingulamashahidi.org. Mungu akubariki sana. Panapo wakati mwingine kama huu, usisahau kujiungamanisha na ibada zetu ambazo tunazirusha YouTube live katika huduma hii ya Nuru ya Upendo wa Kristo. Na Mungu akubariki sana. Shalom, nikutakia wakati mwema. Amen.